Ukome kwenye miji ya watu. Inuka uende. Inuka uende. Toka. Sije karudia tena kwenye miji ya watu. Ukome. Karibuni sana. Asante. Pole kwa kazi Mbaruka. Pia hongera kwa kazi nzuri. Nashukuru. Mzee katuagiza tukuletee chakula. Sawa. Basi ungeachilia ili ule kwanza. Sawa. Samahani Mbaruka. Bila samahani, kuwa huru tu. Ningeomba nikuulize kitu. Kuwa huru. Hiyo bangili uliovaa mkononi mwako huwa wanapenda sana kuvaa mabibi. Unaweza ukaniambia uliipata wapi? Sawa. Mimi nikujibu tu. Ni kweli mara nyingi bangili hizi wanapendelea sana kuvaa mabibi zetu, lakini mimi sikuipata kwa bibi yoyote yule, ila niseme ni urithi kutoka kwa mama yangu, na mara nyingi ninapokuwa naiona hii bangili namkumbuka sana marehemu mama yangu. Yeah. Basi sawa, tuachane na hayo. Endelea kula. Asante.
Saizi wakati umefikia, inatakiwa na wewe uwekwe mwali. Mila na desturi zetu ndo zinaruhusu hivyo. Kwa hiyo ndo jambo lililokuwepo mbele yako kwa sasa, na tunafanya hivi kwa ajili ya kudumisha mila na desturi zetu hapa kijijini. Umenielewa? Mbona unanitikia tu na macho mwanangu? Huo mdomo hauna kazi? Sawa mama, lakini mbona bibi aliniambia ukiweka ndani unafinywa? Yaani Amina, unanichosha mwanangu. Hivi unajua bibi yako ni mtani kwako? Najua. Yule ndo rafiki yako sasa. Kwa hiyo anaongea vile, anakutania. Hakuna kufinywa mwanangu, hakuna chochote. Ila hizi ndo mila kwetu. Maana aliniambia ukiwekwa ndani ukija kutoka unachaguliwa mwanaume. Eti ni kweli mama? Ni sawa tulivyokuwa kwa sisi zamani. Kwa sisi hapa tangu za enzi hizo. Sijawahi mimi mwanaume ambao wa kumchagua mimi kama mimi. Mimi unaviona mamako nilivyowekwa na mimi unyago. Desturi zetu zikapita, mwanaume nimechaguliwa. Na mwanaume hakuniona. Hadi siku hiyo tu ambapo tumekuja kufunga ndoa, mwanaume ndio ananiona. Sio, umenielewa? Kwa ndo mila zetu. Kwa mjaa bibi yako. Ndo hivyo hivyo. Ila ya kufinywa ni utani tu. Kwa hiyo mama, unataka kuniambia hata wewe kwenye usichana wako ukawekwa ndani na umechaguliwa mwanaume? Naam. Na mimi nilichaguliwa mwanaume. Na sikuweza kuwapinga wazazi wangu. Na watu wa zamani walikuwa na maana kubwa. Hadi unachaguliwa mwanaume. Kuna nyumba zio sahihi, kuna nyumba isiyo sahihi. Kwa mfano, unaweza kaambiwa mtoto anaolewa kwa mzee Luka, nikamkataa mzee Luka kujua wale nyumba sio sahihi. Au kwa mzee Chionje, nikajua Chionje yupo sahihi. Kwa hiyo ndio maana watu wa zamani walikuwa wanatuchagulia wanaume. Na mwanaume yule unavyochaguliwa, wewe utaletewa posa. Na mwanaume yule hutomuona. Au hutomuona kwa maana. Wewe anapokuja yule mwanaume umejifunika nguo. Umenielewa? Utapokea posa, ataondoka, italetwa mahali, na ikishaletwa mahali utafungishwa ndoa. Muda wa kufungishwa ndoa ndio mwenza wako unamuona. Sawa mama. Na mimi naisubiria sana hiyo siku kwa hamu. Nashukuru mwanangu. Na ndio maana nakupenda wewe mwanangu. Sawa mama. Kwa sababu mtoto inatakiwa simpinge mzazi wake. Haya mama yangu, nimekuelewa sana. Haina shida mama. Sasa acha nikuache niingie jikoni. Hicho ndicho ulichokuwa unakitafuta. Si unaona ulivyoumbuka namna hii? Haya sasa, utajua mwenyewe. Haya sasa. Wewe si kupunga upepo? Wewe si ulikuwa unadanganya ekolo wewe? Leo hii kiko wapi? Umeumbuka baba mzima usiokuwa na haya. Sura imekunjamana. Muone kwanza. Sasa nisikilize. Hivi unavyoniona ndio unaondoka hivyo, sitaki unifuatilie. Siku hizi yani sikuelewi. Yaani ninapotazama unakuwa kama mnyonge, ukitembea kama vile kama kitu kinakuchukiza. Tatizo ni nini mke wangu? Nikuwa na raha yono kwako. Ichi ndugu socholetile mukaya aino. Igaruka fituko. Ochikuta kulwanda chikuniliga. Chute kusingodi chikuniliga. Yaani nikosa hata amani chana chikali vibaya sana nacho chibembe. Nikuwa na amani yoni niye. Yaani mjomba huyu kaja juzi akunyanyase wewe. Mimi nafikiri labda unamdanganya. Niko kwa ni mdanilise.
imwana mukali mtauno wokumuloleza nkakuloleseki imwana vokalolesi meso vya kung'ola kugambinye nje ditubwile mmemele na iseni kukulekela chichu chikago mukitole mwecho nikumulekana ikaya enu. Mimi ndo mwenye mji huu. Kwanza samahani kwa yote mke wangu. Samahani yote kwa yote mke wangu. Mimi nilikuwa sijui. Na mimi ndo mwenye mji huu. Usichukue jukumu la kwenda nyumbani. Shangazi? Shangazi? Hebu njoo kwanza. Ndio shangazi. Haya maneno anasema shangazi yako ni kweli. Unatakaje yako mtusi, akenda bafuni unamchungulia, ukitembea huko unamsema kwa watu wa maneno yakoje? Ni kweli si kweli? Mjomba, maneno anaongelea mkwe sio ya kweli. Na hapa kiangu mimi sijai kusema hivyo wala sijai kumchungilia mimi. Mkwe. We? Mjomba, maneno alosema mkwe sio ya kweli mjomba. Amenizingizia tu haki ya Mungu. Mimi sijai kumchungilia mkwe wala sijai kumsema vibaya. Kumbuka mjomba, mimi ni ndugu yako. Baada ya kufariki mama, kama unichukue ngasema fadhali Mungu. Umenipa msamaria mwema. Mjomba leo nataka kunifukuza mjomba. Mjomba naomba unisamehe. Sasa nasema hivi mjomba, nilikuchukua kwa wema baada ya mama yako kufariki, ukae hapa nyumbani. Kumbe mjomba nimekuchukua kuja kunivunjia ndoa yangu. Haki ya Mungu sijai kumchungilia mimi mkwe, nampenda. Kumbuka mjomba, mimi ni ndugu yako. Ulikuja kumbe kuniharibia ndoa yangu bila mimi kujua. Sasa mjomba, bora uende kwenu au katafute sehemu ya kuishi. Uwezi kunivurugia ndoa yangu mimi na mke wangu. Katafute maisha, ukishindwa kaisha hata kwenye kaburi ya mamako.